Basi kabla sijaanza rasmi hotuba yangu ya ibada, nipenda kushukuru kwa mwaliko wenu kuja hapa kwenu kanisa la Nyamaharaga Central, kanisa ambalo lilikuwa hapa mwisho mwaka ule wa 2021. Nakumbuka si jana, ni siku nyingi, na mwanzo kabisa wa kuja katika kanisa hili ule mwaka wa 2001. So I've been coming intermittently. Yani nilikuwa nikija kwa kukatakata kwa sababu si kanisa langu mwenyeji, lakini nilikuwa hapa March of 2021. Na kwa wakati huo wote nina imani tumekuwa na washiriki wapya katika kanisa hili, na nipende kuwakaribisha wapya na wenyeji wale wa kitambo katika ibada ya siku ya leo. Kabla sijaanza, vile nimekuja na watoto wangu wawili. Hawapendi kuongea, lakini ni vizuri wasimame wawili. Nimekuja na firstborns wangu wote wawili, both a boy and a girl. You can kindly stand up so that you can wave to the congregation. Huyo ni Julia na Moses. You can wave back kindly. Yeah, thank you. Walitaka waone nani anaenda wapi. Karibuni na tuko pamoja nao. Na sivyo tunapata salamu kutoka kwa mke wangu na watoto wangu wengine ambao tumewaacha katika kanisa la nyumbani. Nimepokea. Sawa. Mimi kwa wale msionifahamu, ninaitwa Evans Okomo. Mimi ni elder katika kanisa la Kisabato by the grace of the Lord since 2012. Na mimi ni mwalimu kitaaluma, ninafundisha shule ya Nyamaharaga PAG. Hebu nione wanafunzi wangu kama wako hapa. Msimame ili wa-recognize. Watajuaje kwamba nina watu wananijua? Yeah, you can also wave. Yeah, thank you very much. Ninyi ni watu wangu. Nilikuwa nawaambia mimi nakuoga pastor, sasa hawaamini. Najua wananiona na kigogo wakati fulani. Sasa leo wameniona kanisa lao. Mimi ni mgeni pale, sijakaa muda mrefu, lakini nashukuru kwa ujio wenu wanafunzi wangu. Sasa mimi ni mwenzenu hapo, niona pale, jua kwamba mimi ni msabato kama nyinyi. Hallelujah. You know, it's so good kukaa na mwalimu wa dini yako shuleni. Sinapendeza. Alafu unajua unaniona Nicodemus, tunaongea kivile. Tunaelewana, sivyo? Sisemi nitakupendelea, kazi yangu ni kukupa elimu, na hiyo ndio kazi yangu. Sasa mchana wa siku ya leo, nasikia kuna baraka ya mvua, na uzuri wa mvua mtu ataenda nyumbani. Mimi nitahubiri mpaka nitoshe, sivyo? Niombe tu kwamba nguvu za Mungu zisije kuwepo ili tuweze kujifunza. Sitaanza sana mpaka ipungue kidogo. Nipende kumwalika yule mshaji aje hapa tuimbe tena wote. Alafu baada ya wimbo sasa nitabiri. Haleluya. Na mimi ndio najua ni jimbo gani tutaenda, maana tunataka hapo ile ndio hapo tunashauri ndio. Na ukitaka usisikie baridi usimame. Ukitaka usisikie baridi usimame. Furaha gani na ushirika? Wimbo hapa sijui ngapi. Furaha gani na ushirika? Uhakikishe umsalimia watu 3 au 4. Tukifika kwa chorus, tuko pamoja. Furaha gani na ushirika? Wimbo namba 43. Nitampa mic, maana hata mimi nitaimba. Ninaomba tusimame hivyo ili tusisikie baridi, tufurahie wote pamoja. Furaha gani na
Tukifika kwa kumtegemea, hakikisha usalimia wawili, tutakiana amani, joto liwepo. Ushiriki nikitegemea Yesu tu, baraka gani tena, amani nikitegemea Yesu. Tusalimiane. Tumesimama hivyo, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, Mungu mkuu, asante sana kwa sababu ni furaha iliyoje kutuleta katika hekalu lako kukuabudu siku ya leo. Tumedhamiria kusikiliza mausia yako. Asante kwa sababu ya ujio bora ambayo itatubariki vilevile tunapokuwa tunasikiliza neno lako na baraka zako za mvua ambayo itubariki kwa namna zote hadi mwisho. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Basi naomba sasa tusikilizane. Asante. Nikifungua kulala tawaamsha. Nashukuru Mungu kwa haya nzuri. Mvua ikinyesha hivi tutajifunza mpaka anavyotaka. Mchana wa siku ya leo tunasomewa kitabu cha Hagai. Tuko pale kwenye kitabu cha Hagai, na kwenye kitabu cha Hagai nipende kuambia kwamba Hagai anaandika kitabu hiki ama maneno haya wakati wa mfalme Dario alipokuwa akitawala zamani hizo katika nchi ya uhamishoni huko nje ya Babeli. Dario alikuwa kiongoza. Nipenda kusema vilevile kwamba wale waliobaki mabaki katika nchi ya Waisraeli kwa maana ya Yuda walikuwa wakiongozwa na mfalme anaitwa Zerubabeli. Sasa Zerubabeli alikuwa ni mwana wa Shealtieli, wale wanaosoma maandiko. Alikuwa ndiye gavana wa jimbo la Yuda. Alafu maneno haya yanakuja wakati ambapo Yoshua ambaye ni mwana wa Jehozadak alikuwa ni kuhani mkuu katika nchi ya Yuda. Sasa Mungu katika hekima yake, katika kaumu zote za wanadamu, amekuwa akiongea na wanadamu akitumia manabii. Hakuna jambo ambalo Mungu amewahi kusudia kutenda bila kutumia manabii.
Hata katika Amosi 3:7 anasema, mimi Mungu siwezi nikatenda neno lolote pasipo kwanza kuambia watumishi wangu ambao ni manabii. Kwa hivyo nabii Hagai, njozi hii ya Mungu inamuingia zamani za mfalme au mtawala ama gavana wa jimbo la Yuda anayeitwa Zerubabeli na kuhani mkuu anayeitwa Yoshua. Maneno yanamuingia huyu bwana anaitwa Hagai. Maneno haya ya Bwana yanamuingia yakisema hivi, mstari wa 4, kwamba huu si wakati wenu wa kukaa kwa nyumba ambazo ni za mbao, na wakati kanisa langu limekaa katika hali ya ukiwa. Haleluya, haleluya. Nyumba za mbao katika Mashariki ya Kati are very prestigious houses. Ni nyumba ambazo zinachukuliwa kuwa nyumba za kisasa zinazofaa sana zamani za mfalme huyu ambaye ni Zerubabeli. Kwa sababu gani? Katika ile nchi kuna majira tofauti. Kuna majira ya joto, kuna majira ya baridi, kuna majira ya unyevu. Kwa kizungu tunaita the 4 seasons. Na kwa namna hiyo nyumba zinazofaa sana kukaliwa pale zilikuwa ni nyumba za mbao, kwa sababu mara nyingi zingeleta joto hata wakati wa baridi. Na kwa namna hiyo kinachotendeka ni kwamba maneno haya yakujia mtumishi wa Mungu Hagai ambaye anatumwa na Mungu kupitia kwa njozi. Naambiwa kaenende umwambie yule bwana ambaye ni tawala katika Yuda, na vile yule kuhani mkuu aitwaye Yoshua, kwamba huu si wakati watu wanafaa kukaa katika nyumba zao za mbao. Penda tuangalie katika dunia ya saa hii, tukasema kwamba zile nyumba za mbao ni nyumba hizi tunazokaa za kisasa. I want to confirm to you dear congregants. Ninapenda kuhakikishia Mungu washiriki kwamba siku hizi watu hulala nyumba nzuri mno kuliko kanisa la Mungu. Kweli sio? Kuna watu hapa ambao bedroom yake nafikiria ni carpet ya stadium. Sio? Hapo anakokaa wala kiatu hakiingii, lakini carpet zulia weka pale ndani zaidi ya shilingi 10,000. Zulia peke yake. Alafu hapo kuna kioo kikubwa pale bedroom. Kuna mpaka choo pale bedroom. Kweli? Alafu kuna mpaka wardrobe. Yaani nguo akivaa leo ataivaa tena mwaka ujao. Nani nguo za kutosha. Bedroom. Akienda pale kuna mpaka meza ya kisasa, kiti cha kisasa. Anything ndani ni bedroom. Watu wako mpaka na wifi bedroom. Policy free. Hakuna haraka ukiingia huko, utasikia mtu katika karne ya saa hii anasema my bedroom is my heaven. Asifiki kama unaelewa hiyo tafsiri. Kwamba mahali chumba changu cha kulala hapo ndio mbingu yangu ndogo. Kuna watu hapo wanamuda bedroom yao inaangalia mahali jua linawakia kutoka. Na kuna vioo ambavyo vimewekwa curtain, si kweli? Alafu akiamka asubuhi hana haraka, anafungua tu curtain, anaota jua. Akiwa wapi? Hiyo mnanipata? Bedroom za kisasa sio za kuchezea my friends. Watu wanaishi vizuri. Kitanda chenyewe ni kile kiko orthopedic bed. Akisikia kuna vile kinakunjwa vizuri, kinakuja anakaa vizuri. Akisikia inaenda vizuri tena anaikunjua na mattress ziko season. Yaani hata ukitoa hewa kwa bahati mbaya, hiyo mattress ina meza hiyo hewa, alafu ina supply oxygen. Bwana Yesu asifiwe. That is the type of life people live. Na zamani za mfalme yule ambaye tunamuita hapa Zerubabeli, na mfalme yule ambaye kwamba na kuhani yule ambaye kwamba anaitwa Yoshua, ilibainika wazi kwamba kanisa la Mungu watu hawakuwa wanalidhamini sana. Walidhamini kwao kuliko nyumba ya Mungu. Sijui kama hiyo picha inakuingia. Mimi natoa tu mfano wa kisasa ili uangazie mfano wa kitambo, kwamba sasa hivi we have people, ukimwambia tuende kanisa anashindwa aende kufanya nini kanisani. Kwanza huko kanisani na baridi,
Kwanza huko kanisani hakuna kiti kizuri cha kukaa, sofa nzuri, unaobonyea vizuri. People don't see the essence of going to the church. Kwa namna hiyo, neno dozi ya Mungu inakujia. Mtumishi wa Mungu Hagai anasema, huu si wakati wa sisi kukaa katika nyumba za mbao, huku nyumba ya Mungu ikiwa namna gani? Ikiwa katika hali ya ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, now therefore, kwa yangu ni ya Kiingereza, nusu kwa tafsiri yako hapo ya Kiswahili, mstari wa 5, Hagai 1 mstari wa 5. Now therefore, thus says the Lord. Hilo basi asema Bwana Mungu, Lord of hosts, consider your ways, tafakari njia zenu. Mumepanda mengi lakini mkavuna machache. Unakula lakini hamjawahi tosheka. Unakunywa na tafsiri au usome yako. Unakunywa lakini hamtosheki na vinywaji. Unavaa nguo lakini hamuishi joto. Ninyi unakula mishahara lakini mishahara inaingia katika mifuko yote mkatoboka. Bwana Mungu wa majeshi anasema hivi, tafakarini njia zenu. Haleluya. Mstari wa 7 sema, kapandeni milimani, ukalete miti, uweze kuijenga nyumba ya Bwana, ili niweze kupata raha nafsini mwenu, na jina langu litukuzwe, asema Bwana. Haleluya. Kwa hiyo kinachomchukiza Mungu zaidi ni wakati ambapo wanadamu walio viumbe wa Mwenyezi Mungu, walioumbwa, waliohurikiwa, waliotengenezwa kwa mfano na sura ya Mungu, wanapoamua kuwa egocentric, wanakuwa selfish, wanajitakia wao, hawamtakii Mungu, na kwa namna hiyo Mungu anakasirika. Watu siku hizi, my friends, juzi nilienda kununua jacket sehemu. Kitambo jacket ukivaa vizuri na shilingi 70, si kweli? Sasa hii jacket ya nzuri tu, my friend, hata wewe unajua 2,500, 3,000, na bado ukinunua hakuta joto. Ukinyesha tu vizuri unangana ni kibule, ina maana unaingiliwa na mchechezo, sio? Alafu mwisho wa kwisha limoni imekuwa nyingi wakati na majaketi mengi. Kuna watu hapa sasa hivi wamejiwekea mtundio, utaambiwa kama mtundio kama ile yako mama. Halo, hiyo ni zaidi ya 1000 kadhalika kwenda mbele, lakini bado baridi. Simuongee joto kama asisikii. Baridi bado? Yeah. God is not respecter of human beings. Mungu aheshimu mtu kwa sababu wewe ni mtu. Mungu anataka haki. Mungu anataka usawa. Mungu usawa au utaka ni kwamba tusitafakari njia zetu, hasa inapohusu masuala ya ujenzi wa kanisa la Mungu. Haleluya. Na naomba hata kama hujawahi tafakari, uchukue fursa hii leo kutafakari vile unavyojipenda wewe, unavyopenda familia yako, unavyopenda watoto wako. Ni fact vile tunavyotoa hata school fees, it's not 1+1, lakini watu wanajitoa anyway. Yeye iwaingii wala ambao kulipa fee. Lakini wala mnaolipa fee, juzi nikapeleka mtoto skuli, kutoka kwa nyumba yangu nilikuwa nimepanga pesa kiasi. Kufika pale unajua kuna pesa vya ovyo, tunavitaka vya ovyo. Unafika unaambiwa hii inahitajika. Hii toa hii. Toa 600 hapa, toa 1000 hapa, toa 200 hapa, toa 800 pale, toa 2000 hapa. Mwisho wa kusha shilingi 10,000. Hukupanga kutoa lakini umetoa. Kwa sababu gani? Unapenda kwamba mtoto wako apate. Lakini translate the same to the church. Ukiamua leo unakuja kanisani, unaweza ukatoa 10,000 kweli mjinyime kwa ajili ya Mungu wako. Hivi ninauliza Kifaransa. Walimwengu wote yuko moja. Nauliza, ikifika masuala sasa ya kumtolea Mungu, hapo tunafika tunasema, unajua sisi ni wanaoga, hatuna pesa. Sio? Unajua sisi ni watu wa boda, hatuna. Unaona sasa vile uchumi umeharibika, kwa sababu amepandisha bei. Hapo kwa Mungu tunajadiliana.
lakini kwa masuala ya kawaida, masuala ya afya, masuala ya familia, masuala yetu binafsi, mwonekano wetu, safari zetu, chochote tunachokifanya tunafanya bila kubageni. Sijui kama tunaelewana. Napenda sana leo kukumbusheni ni nini kimekasirisha Mungu. Mungu anakasirika kwa sababu hatujachukua jukumu la kusitafakari njia zetu. Rudia naye mstari wa 7. Bwana Mungu wa majeshi anasema hivi, tafakarini sana njia zenu. Haleluya. Maybe we lost the password. Labda tulipoteza ile password ya maendeleo tulipoacha kufikiria masuala ya Mungu tukaanza kufikiria masuala yetu. Najua tujaelewana, lakini naomba tuelewane kwamba huenda mambo mengi yametutendekea isivyo kwa sababu our interest, our goals, our ambitions, our aspirations has been on our own selves, na tumemsahau nani? Mungu. Sasa Mungu katika mstari wa 7 anasema tafakarini njia zenu. Ukitoka hapa mtumishi wa Mungu, uende ukiwa unatafakari, kwa nini ukweli magonjwa yaishi kwangu? Sio maji. Ni wewe umejipendelea, umeacha Mungu. That's the truth. Kwa nini sasa mimi kila wakati mambo yananiendea mvange, yananiendea visivyo? Nimetamani niishi hivi, lakini nikipanga hivi ninapata nimepanguliwa naishi hivi. Sababu kuu ni hii: umesahau nani? Tafakari njia zipo. Kwa sababu anatoa mfano mzuri, anasema nyinyi mlipanda mengi lakini mkavuna machache. Mwaka jana ambao ukuvuna watu wamevuna, kajua kali wapi wala mambo ya kulima. Kuna bwana mmoja nilikutana naye, aliambia amelima sehemu inaitwa Nahora eka 44. Kutumia zaidi ya mita kwa kulima, lakini alichokivuna ni 2.5. 230 from over 1.2 million. Amepata 230. Kwa nini aendelee kulima? Lakini maandiko yanasema hapa kwamba mlipanda mengi ukitarajia kuwa na vingi, lakini badala yake si muongee. Unajua mimi sio pastor, mimi ni mwalimu. Sisi tumesema sisi tunaongeaga hivyo, ndio tunafundishaga. So yani mtu alipanda, na sio huyo tu, na wengi. Kuna wale walitumia laki akapata 20,000. Kuna wale walitumia 500,000 akapata 70,000. So watu walienda hasara. Lakini jiulize, wakati ule na bidii yote tunapoweka, tungemtanguliza Mungu katika kutafakari njia zetu. Tuazimie katika nafsi yetu kwamba leo mwaka huu Mungu akinijalia nataka kutumia 50,000 kwa ajili ya kanisa lake. Najua watu wasikiliza kwa 50 anaanza kusema hiyo ni ya wale wenye uwezo. Si kweli? Hivi mnaandikaje inventory ukifanya biashara? Inventory ni nini kwa Kiswahili? Ni tafsiri hapa. Ile orodha unaandika nikatuma mzigo wa shilingi 20,000, alafu nikauza, tena nikatuma mzigo 10,000. Unaandika sehemu. Siku moja uchukue mwezi mmoja uone pesa unazotumia. Utagundua unatumia pesa nyingi sana. Lakini katika hiyo inventory yako pia uandike inventory ya tithe and offering. Ana wengine wanasubiria risiti. Hiyo risiti anaenda anaweka sehemu wala ajui mahali aliweka risiti. Na hata ukiuliza mwezi jana for example, ulitoa sadaka ngapi na zaka ngapi na kwa Mungu. Si ni kweli? Lakini nataka uunde inventory ya Mungu na wewe pia uunde inventory yako. Uone kazi yako na ya Mungu ni gani na nayo ni share. Na Mungu hajakomplain, anakuambia tu tafakari. Hata usipoongea ni maandiko masomo. Hagai 1:7. Bwana wa majeshi asema hivi, tafakari. Hata usipoongea narudia, maana labda hiyo ndio nimekujia leo. Hagai 1:7. Bwana wa majeshi asema hivi, tafakari. Naona wengine ile constituency wanataka kuongea, hamna shida, lakini Hagai 1:7 inasema Bwana wa majeshi asema hivi, tafakari. 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 I also sometimes take a lot of time to imagine what have I done for my Lord. Ni nini nimefanyia Mungu wangu ambaye alitupa
kwa neema chochote tulicho bure. Wewe unajua miaka 10-15 iliyopita ulikuwa wapi? Hata hujafaa kukaa hapa leo. Si ni ukweli? Kwani wewe umezidi wale ambao wote walishatoka wakatoweka. Si ni kwa neema. Mungu ametushikilia kwa hiyo neema. Ametuleta umbali huu. Na leo anatuomba tukumbuke na kutafakari njia zetu. Tumedhamiria mengi mazuri, lakini hatujayafikia kwa sababu hatujamweka kipaumbele. Tumekuwa tukila na kunywa. Watu wanakula sana jioni, unafikiria wanapigana. Halo? Yaani mchana mtu anajitesa kweli kweli mjengo, si ndio? Jioni wakikuja tunasema anawekewa gesonzo. Gesonzo? Anakula gesonzo, my friend. Gesonzo unaweza kutafsiria hao wasiojua. Gesonzo ni ule ugali mkubwa. Wengine watu hata shati. Halo? Anakula mpaka ana sweat. Lakini akiamka asubuhi ako njaa kama ya miaka 2. Tunakula hatushibi. Dagaa ukinunua ya 50 unasikia ni kama ingekuwa yako peke yako. Si ndio? Maana kemero iko, lakini asubuhi kemero ndio appetite. Hamu ya kula. Sasa asubuhi uko njaa kabisa. Watu wanasema nitaendaje bila kitafunio? Siku hizi watu wanakunywa hata chai saa 4 wanasema haiwezi kupita bila kitafunio. Kweli si kweli? Saa 7 wana njaa upeo. This is the truth about life. Tutafakari njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hii mbona imefanya vizuri sana. Toka kwa anaanza kuenda. Sasa mstari wa 10 anasema mstari wa baadaye anga itupa soma. Wewe kama unatarajia utasoma wengine itakuwa nikipita. Lakini utasoma tu anga ikiwezekana anga moja peke yake kisha taacha. Nasema mstari wa 8, enendeni milimani mkalete miti mkamjengee Bwana ili niweze kuwa na raha nafsini mwangu na niweze kutukuzwa. I am only translating. Go up to the mountains and bring wood and build the temple that I may take pleasure. Ili niweze kufurahia. Ni nini nafurahisha Mungu? Jibu haraka. Tunyamaza hapo usiongee. Lakini ni nini nafurahisha Mungu? Kumjengea sehemu ya ibada. Haleluya. Na anapojengewa yeye hufurahishwa na alafu anatukuzwa. Haleluya. Ili niweze kufurahia na niweze kutukuzwa. Huo ni mstari wa 9 wa 8 samani. You look for much. Anaweza kutukumbusha. Tulitafuta mengi but indeed it came too little. Tulitafuta mengi baada ya kupata mengi tukapata machache sana. Mfano ni kama huo. Alafu anasema and when you brought it home, na mlipoileta nyumbani, tulipoyaleta nyumbani yale mazao, yale mavuno, tulipoyaleta nyumbani, it was blown off. Yalipuputishwa na upepo. Hii najua muelewe. Halo, mungekuwa wakisi kama mama yangu, ningewaambia kwamba yani mkaleta ya kichiwa amechinyingi, chikalie mkichimbuki. Pia mbona? Yani kuleta mahindi mengi, lakini kabla ya siku nyingi Scania. Kuna wale wadudu wanapolaga mahindi. Mengine yakamwagika ovyo, mengine yakaliwa ovyo, mengine mkaweka obogeni. Hapa kwetu kudia tunakuaga na bogeni. Hata kama jua liliwaka, wakati tumevuna, my friend, ugeni. Halo? Tena ugeni wa Malaki. Sasa tukumbuki itaisha. Ndani ya mwezi mmoja na nusu hakuna kitu. Sasa watu wananunua gorogoro. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yadanganya. Anasema tena mlipoleta I blew it off. Na kama hukuenda ugeni, then you became generous. It is very common. Lazima ulipatia ndugu ama dada yule hakufanikiwa, ama yule kaka yako hakufanikiwa, ama yule mtoto wa dada, sivyo? Unajua vitoto tile. Yaani vitu vilialia achiwa. Sasa uliendelea kufanya hivyo, mwisho wa kwisha there is nothing. Hauwezi kuruka neno la Mungu. Sasa kuna it was blown off, or it was blown away. Why? Kwa sababu gani? Bwana wa majeshi anasema, kwa sababu
nyumba yangu iko katika ruins, iko katika hali ya kuharibika. Halo, sasa hili mmejenga hekalu nzuri, hata ukiwa ndani huna haja ya kwenda nje. Kwani hekalu inaendelea kujengwa? Nimesikia katika maombi ikisema kwamba tunahitaji kupanua uwanja wa kanisa. Kwani si kweli? Unajua kadri watu wanaendelea kuwa wengi, hata waumini watakuwa wengi. Tunahitaji eneo kubwa ili kwamba watu waweze kuabudu katika ufasaha. Kwa namna hiyo, tunapotafakari maneno yetu na kusahau Mungu, Mungu hafurahishi. Anauliza, kwa sababu gani basi tulipokuwa tukitafuta havikutosha? Sababu kuu ni hii, hatukumtafakari njia zetu na kumjengea Bwana. Haleluya. Milango katika siku ya leo, ndugu washiriki, tuweze kutolea Bwana. Wacha ile tabia ya kuequate Mungu na 50 bob. Halo? Nimeongea ni kama nina hasira, wacha nirudie. Alafu turudi kwetu pale mahali tutakula. Mahali tunakula pamoja na dada. Unajua. Kweli 50 bob itatosha hata kama mtu wawili kwa familia. Siku hizi unajua 1000. Halo? Nilipea binti yangu moja 1000 tu. Niambia sasa hii itanifikisha wapi? Yaani 1000 na vile mimi naona ni kwa akili yangu, kumbe haitoshi hata watoto wa shule. Kama haitoshi watoto wa shule, inatosha Mungu. Ni swali tu kabisa pole. Ama mmekasirika? Si hata ukikasirika ni sawa. Sio wanasema ukweli ungawa chungu, niambie usinifiche. Bwana Yesu asifiwe. So we equate God. Hata ukisikiliza watu siku hizi wanatoa pledges kanisani, unasikia niandikia hapo 200. Niandikia hapo 100. Na unaona wamejaribu sana. Lakini katika hii economy, we cannot move with the church of God with 100 shillings. Na sasa hapo nimekuja ili nipalilie ile kutotoa. Let us be generous enough. Mtawasomea andiko sehemu fulani hapa ambayo anakazia hilo, kwamba tuwe watu wa kutafakari njia zetu. Tumchukulie Mungu kwamba yeye ndiye anayetupa baraka zote. Mwaka ulipoanza huko utafika hapa leo. Hivi jana siku za watu wamezidi. Hata usipojibu si ukweli. Huko chini nilipokuwa napita nikienda kwetu niliona matanga pale. Na leo nimesikia kwa matangazo hapa, mmoja wa elder wetu anaenda kuzika mama Mungu. Unajua mwaka ujaisha na kaburi alitoshi, si ndio? Kila siku ninavuta. Wakati wangu ukifika na wangu ukifika, tutakuwa tumefanyia Mungu nini? How will we live this earth? Wacha tumtendee Mungu kazi. Haleluya. Ili na yeye afurahie, aweze kutubariki sawa sawa mapenzi yake. Haleluya. Anasema hivi, kwa sababu nyumba yake iko katika hali ya kuharibika, ndio maana vitu vinatutoweka. Mstari wa 10. Therefore the heavens above you withhold the dew. Hivyo basi mbingu za hapo juu zimeshikilia umande, and the earth withholds its fruit. Na dunia imekataa kabisa kutoa matunda yake. Mstari wa 11. For I call for a drought on the land and the mountains. Kwa sababu mimi Bwana Mungu nimeita drought ni kiangazi katika ardhi na kwenye milima, on the grain and the new wine and the oil, on whatever the ground brings forth, on men and livestock, and on all the labor of your hands. Yaani Mungu ameleta kiangazi katika ardhi, ameleta kiangazi katika kazi zote tunazofanya, katika matunda ya ardhini. Mungu ameleta kiangazi hata katika wanyama. Maji siku hizi wale ng'ombe wenye wanapewa nyasi kabisa wa kisasa. Wale ng'ombe ambao tunatarajia, wakati nilikuwa nakuwa, kuna ng'ombe nilikuwa naona huko Kericho mahali tulikulia, yaani hata wasipokamuliwa wanamwaga maziwa yenyewe. Sijui wale walikuwa mimi si mkongwe sana na pia mimi si mdogo sana. Niko hapo katikati ya wazungu wanaita middle age. Sawa? Niko kwa middle age. Sitarajii kuishi miaka mingine kama hii niko nayo. Maana nikipatikana hiyo miaka nitakuwa nina sura ile utataka kuangalia. Halo?
And that's the truth. That's what you call middle age. Nasema hivi, kitambo kile wanyama walikuwa hata wana maziwa mengi. Ng'ombe mmoja angetoa hata lita 25 30 ina bei. Sio? Siku hizi hao ng'ombe hao pamoja na kuwalisha na kuwanywesha na kuwachunga waende sehemu, uking'ang'ana sana upata lita 10 wala haikomi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uking'ang'ana sana. La sivyo siku kama hizo kwenda kwetu vijijini. Mtu anapata vikombe viwili ama vitatu. Na mtu amekaa sana kabisa. Of course inamsaidia kulipia watoto school fees, correct. Lakini kwa sababu hatujatafakari mahusia yetu na Mola wetu, jamani, hata hawa wanyama usalishaji wao umeanza kuharibika. Ndio maana katika mstari wa 7 hicho kama ile chorus yetu inasema, Bwana Mungu wa majeshi asema hivi, tafakarini njia zenu. Hello? So that tuweze kutafakari, tumrudie Mungu katika kumtendea kazi. Haleluya. Mstari wa 12, sasa baada ya Hagai kuzungumza na Zerubabeli na Yoshua mwana wa Yehosadak, wameongea vizuri, ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yehosadak ambaye alikuwa kuhani mkuu, wale waliokuwa masalia wa watu wakatii sauti ya Mungu wa mbinguni na maneno ya Hagai waliowaambia. Tuko mstari wa 12, wakatii. Walipotii basi wakatenda vile ilivyokuwa imetendeka. Mstari wa 13, ndipo Hagai ambaye ni mtumishi mjumbe wa Bwana akaongea ujumbe wa Mungu kwa watu akisema, niko pamoja nanyi kila wakati, asema Bwana. Haleluya. Tunapoanza kumtafakari Mungu, kumtolea na kumtendea kazi katika hekalu lake, Mungu ameahidi kuwa pamoja nasi. Ingawa amina ya kwenu hapa huwa inakamuliwa, acha nione kama itafika. Halo, tukiacha ubinafsi, tuanze kumtumikia Mungu, Mungu atakuwa upande wetu. Hawajasikia vizuri, wacha nirudie. If we change our ways and start serving the Lord, actually serving Him from the temple, the Lord will be with us. Kumbe ni Kiingereza kililipiwa school fees. Very good, thank you. Kwa hiyo sasa wakasikiliza mahusia ya Mwenyezi Mungu, na waliposikiliza, mstari wa 14, so the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. Ndipo sasa Bwana akaguza roho ya Zerubabeli, akaiguza the son of Shealtiel, mwana wa Shealtiel, gavana wa Yuda, and the spirit of Joshua, na roho ya Yoshua mwana wa Yehosadak, bali kwa kuhani mkuu, na hiyo roho ikaingilia watu wote waliokuwa pale ambao ni masalia, na they came and they worked on the house of the Lord of hosts their God. Hallelujah. Wakaguzwa vile na nyinyi mtaguzwa leo, wakaja wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli. Hallelujah. Sasa kama hujawahi chukua muda na kutafakari mahusia yako na Mola wako, you know God is no respecter of people. Niwaambia hapo awali kwamba Mungu hataki kujua wewe ni nani, lakini unapoamua kumgeukia na kumfanyia kazi, Mungu ameahidi kuwa pamoja nawe. Haleluya. Mambo yako sasa yataanza kunyooka kwa sababu umekubali kumtumikia Mungu kwa moyo wa dhati, wala si wa chati. Wewe tumikia Mungu. Sometimes I was in this church in 2001.